kamili, sawa people, kuna nguvu sana, na malaika na mashaitani, kwa nini wanakuwa wote wana nguvu sana? Unaelewa? Kwa sababu kwanza ile source code ambayo tunamuita Mwenyezi Mungu anakuwa ameruhusu ile nguvu yake kuu katika ulimwengu huu wa kimwili pia, na ile panzia ya ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili inakuwa ni nyembamba mno, na ndio maana malaika anakuwa anaweza pia akapita na akaweza kufika kwenye ulimwengu huu wetu wa kimwili, na tunaweza kufanya nao kazi na wakatusaidia na wakatufunza sisi. Na pia uwafu pamoja na mizimu pia inaweza kupita. Mizimu ndio ambao tunaoita mababu zetu, na katika mababu zetu pia tukumbuke tuna mababu zetu ambao walifanya mema na ambao walifanya maovu. Kwa waliofanya mema ndio watu tunaotembea kwenye mwanga, tutazungumza nao, watufunze, watuelekeze. Na walikuwa wanatenda maovu na ambao waligoma, sawa, ndio watakuwa wanafutiwa na wale watu ambao wanataka kufanya maovu katika ulimwengu huu, ili waweze kuwafunza na kuweza kuelekeza. Okay mapipa. Ila pia inakuwa inasababisha hii nguvu inapokuwa inaingia sana katika ulimwengu wetu, usingizi wako wewe hiyo siku ambao kutakuwa kuna full moon, usingizi wako pia utakuwa kidogo ni watabu, kwa sababu ile nguvu inakuwa inaingia, na unavolala pale, kumbuka mwili unakuwa unaacha kufanya kazi, nafsi ndio inakuwa inafanya kazi, na ndio maana unavolala unakuwa una astral project, unatembea kwenye ulimwengu wa kiroho. Sawa. Sasa kama kwa mfano hauna ulinzi, na unapokuwa unaingia katika usingizi wako ulikuwa hujajiandaa vizuri, ndio utasababisha usingizi wako uweze kuwa na shida, kwa sababu pande zote mbili zitakuwa zinakuvuta, na inategemea sana. Kama ni mtu ambaye umesimama sana kwenye kiza, ulimwengu wa kiza ndio utakuwa unaweza kukuvuta sana. Sawa. Hii ni nguvu ya ukamilishaji, kwa sababu mzunguko unakuwa umeweza kukamilika. Sasa katika ule mzunguko ndio ile nguvu ambayo pia unaweza kuitumia kuweza kuchaji maji yako ambayo unaweza kuyatumia kwenye kuoga, yani tuseme kama maji yako ya bahati, unakuwa unaweza kuyaweka nje na unayanenea lengo. Kwa nini umeyaweka nje? Kwa sababu kumbuka viumbe vinavyotembea kwenye kiza na mwanga vyote vinakuwa vina nguvu. Sawa. Kwa pia inabidi uweke ulinzi na uweze kuyanenea, kwa sababu mwili wa binadamu umezungukwa sana na maji. Unaelewa? Kwa hiyo ile ni kodi ambayo ukiweza kuizungumzia vizuri, baadaye ukija kuitumia kuoga na kunywa, inakuwa zile kodi ambazo zimekuja na ile nguvu ya mwezi. Sawa. Inategemea wewe unavuna nguvu ipi. Kama unavuna nguvu ya mwanga, basi itakuja kukuchaji wewe mwili wako. Okay mapipo. Na kitu kingine, kama una pete yako ya bahati, mawe yako ya bahati, ndio muda ambao kuweza kuyaweka nje na kuyanenea na kuweza kuyacha yaweze kujichaji, ambao utaweza kuyatumia tena mpaka uweze kufika tena ule mzunguko mwingine ambao utaweza kuja. Unaelewa? Okay, na kitu kingine mapipo inabidi uweze kukifahamu kwamba kwa nini sheitani na malaika wote wanaweza kuwa na nguvu. Kwa sababu kuu ni moja. Unaelewa? Kwa sababu malaika ni kiumbe ambaye anaenda kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Yeye hana maamuzi kusema atafanya baadaye. Ila sheitani ni kiumbe ambaye alikataa amri. Sawa, anaendeshwa na ego. Unaelewa? Kwa hiyo ndio maana naye amejifanya amekuja kwenye ulimwengu huu wa kibinadamu kwamba anafanya anachokitaka yeye. Na ndio maana mambo sheitani alitupa duniani. Ila malaika hajasikia ametupwa duniani, kwa sababu malaika amekubali kutii kwenda kwa amri. Kosa na yeye anapokuwa yuko huku, ila kumbuka ile nguvu yake hakupokonywa, yuko nayo, na ambayo alisema ataitumia kuweza kutudanganya sisi, na Mwenyezi Mungu aliweza kumwacha pia ili aweze kuwa kwetu ni mtihani, kwa sababu tumepewa maamuzi. Okay, tutamchagua yeye ama tutamchagua huyo. Unaelewa mapipo? Kwa hiyo kipindi hiki pia ndio kipindi ambacho uweze kufahamu kwamba vita pia kwenye ulimwengu wa kiroho inakuwa iko kubwa. Sawa, malaika anataka kufunga mzunguko uweze kuwa mzuri, na sheitani anataka afunge mzunguko ambao utakuwa mbaya, ili uweze kuweza kumnufaisha yeye, ili na yeye katika huu mzunguko aweze kutoka na watu wake kadhaa. Unaelewa mapipo? Kwa kipindi hiki pia ni kipindi ambacho cha kuweza kujiweka mbali sana na mambo ugomvi na nishati yoyote ambayo hutaki uweze kuingia nayo katika mwezi unaoingia, mwezi mpya. Ruhusu sana mwezi mpya uweze kuingia ukiwa na furaha. Na ndio maana baada ukija kuchunguza siku ambayo full moon itatimia usiku wake, kesho yake ukiweza kuamka majira saa 3 asubuhi, utakuwa unajiona tu una kamsongo wa mawazo, una hasira, kwa sababu pale unakuwa unavutwa na pande mbili zote. Pande ya kiza na pande ya mwanga, yote inaweza kukuvuta. Sawa, ili uweze kuchagua ubavu. Shetani anakuvuta kwake ili uweze kuchagua kwake. Na anakuvuta kwake kivipi? Anakuwa anakunongoneza uweze kufanya vitu ambavyo vitaweza kumpendeza yeye, ili ule mzunguko wako wewe uweze kuufunga kwake yeye, kwa matendo yake yeye, kwa matakwa yake yeye. Ndio maana ndio kipindi sana cha kuweza kujifanya wewe mjinga, usigombane na watu na nini. Kwa sababu gani? Ili ule mzunguko uweze kuufunga, ingalikuwa uko umesimama kwenye mwanga, ili uweze kupata muongozo na ulinzi kutoka kwa malaika. Okay mapipo, na hisi hapo ndio nimeweza kujibu majibu yenu kwa kiasi chake. Anahitaji tuweze ku dive deep. Just DM and we'll know what to do. Okay my people, stay wise, stay conscious. It's Alan the Wise man. Is here again. I love you guys.